Tuombe Mungu juu ya Bishop Bidu. Niko namsikia wanamusema na moderateur alikuwa na sagesse, anasema haiko kampanye, ni kampanye. Ni kampanye. Tutamchagula. Haiko vile. Ambia voisin tutamchagula. Maisha ifo utembee na mtu mwenye iko na position. Usitembee na mtu mwenye iko na sura mbili. Mwanafiki ni mtu mbaya sana. Tukichagula wetu akikuwa gouverneur, si ni neema ile. Asimame tumombe. Bishop karibu tukombe. Kanisa yote isimame pia. Makampanye zinaanza. Honorable karibu. Bwana akubariki sana. Ifo uoneshe sura, juba mingi abakuyue sura. Mwingine asikia andika kwa afishi aseme Enjo Bidu. Omwe sura ionekane. Mwenye hata nyorosha mkono huku ni mulozi. Nyorosha mkono udeklare tu maneno. Sema kwa jina la Yesu. Saidia mtumishi wako. Apite. Mimi ndamchagula. Na jamaa yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Rudia fasi yako. Kuko mtu wa roho mbaya. Sasa tunasema mimi ndamchagula. Yeye anasema mimi ndamkula. Kama Mungu anataka inua hawezi ziwia. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nataka baraka za Mungu ziwe juu yenu. Asante kwa Patriarche Lambalamba yupo hapa. Patriarche Lambalamba wa mwanamke alibakia. Tupigie Yesu makofi na vigelegele. Na asante kwa watumishi wote wa Mungu. Na watoto wote wa Viens et Voir. Moyo wetu nawapenda sana. Watu wa Goma waliwasalimia. Muendelee kuombea Goma. Kuna watu wenye roho mbaya juu ya Goma, lakini Mungu atatuchunga. Ningewasihi kwa heshima tusimame kusoma andiko moja. Genèse chapitre 43 verset 13. Genèse 43 verset 13. C'est comme si mareturu hapa zinakufa aziseme na sitaki kulalamika. Nilitaka tu niongee. Mwenye alipata atusome Genèse 43 13. Genèse chapitre 43, le 13e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Prenez votre frère, élevez-vous, retournez vers cet homme. Amen. Shuka kidogo. 14. Au wanze pale nitafsiri mkiswahili. Prenez votre frère, Mukamati ndugu yenu, élevez-vous, na musimame, retournez vers cet homme. murudie kwa ule ndugu. Que le Dieu Tout-Puissant Mungu wa uwezo vous fasse trouver grâce awapatie neema mbele ya macho yake. devant cet homme. Ndio. Et qu'il laisse venir avec vous votre frère. Amen. Atawafungulia Simeon. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Yokia ndugu yako mwambie mwalimu ataongea. Leo sitahubiri kabisa na sitafundisha, lakini nitakuelezea historia. Na mwa historia mtakuwa kenye unataka. Teme yetu inasema libère Benjamin et tu verras Joseph. Libère Benjamin et tu verras Joseph. Release Benjamin and you will see Joseph. Mwachilie Benjamin na utapata Joseph.
Historia inatuonesha mtu mmoja wa maele maele, alikuwa mjanja mkaramusi, wanamuita Yakobo, mnamjua. Alijigeuza Esau, akakimbilia kwa cousin yake Laban. Akafika kule akapenda mwanamke anaitwa Rachel, alikuwa mzuri sana. Na akasema anapaswa kutumikia Rachel pendant 7 ans. 7 years, miaka 7 juu ya dot. Nikutaka kukwambia hakuna mwanamke wa bure. Na kama ungali na mwanamke au yaoa uko Mbaraga, uko Mzambi, unapaswa oa ule mwanamke. Kuishi na mwanamke na uyapana dot ni kuleta laana mjamaa. Mbona Adam hakupanaka dot, alipanaka mfupa yake, na wewe pana yako. Katika maisha ya kiroho vitu yote ya bure habina valeur. Akafanya miaka 7 ya fiancai na iko anatumika, batamletea nani? Rachel. Muvei ya kumletea Rachel. Aseme bon père yake akaransamble ba vieux ya moile village. Akamwambia kesho ndapana Rachel. Ba vieux wakafanya réunion, wakasema impossible Rachel aolewe mbele ya Lea. Lea ni grande sœur. Na kutime ya kwetu inasema grande sœur anapaswa olewa mbele ya petite sœur. Là-bas akachangé décision, akasema no, hakuna problème. Manake sasa tunataka arranger sasa Lea ndio tumtengeneze, tumpagale makeup, aingie mariage yenye haiko yake. Mfanye hange. Tunaomba, tunaokoka, mais je vous assure que la sorcellerie existe. Batu ya roho mubaya bana existe. Unaweza kuwa mwa Lubumbashi, mais kuko bazee quelque part, kuko village moya yenye iko nafanya ma réunion contre we. Unaambie mariage ya Rachel bana i détourner juu ya réunion ya ba villageois. Programme ya kuinuliwa ya Rachel bana igeuza musegonde. Léa n'était pas prête. Léa n'était pas préparée. Lakini réunion tu inafanyika, nasema Rachel hata ingia, na mwata ingia ni Léa. Unaweza kuwa mwa Lubumbashi, kuna watu biko na kontrole maisha yako, biko na telecommande fasi fulani, banasema hata olewa hata jenga. Unapana demande yako njoo haiwezi jibiliwa, paske ni renyo yenye nafanyika kwenye wewe ujue. Magharibi ya leo tutaenda anile kila renyo yenye iko nafanyika contre wewe. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Ongeza amen mara pili zaidi ya voisin yako. Kama kuna watu walishaka fanya marenyo juu ya kuharibishia maisha, niko natangaza kwamba ile mabaya itawarudilia wao. Unaweza kuwa hapa, lakini kuko batu wenye balishaka mata mariage yako na we haujui. Sasa unaendelea kupagala njoko, unamenya ngozi, haitaleta kitu mpaka kwenye balikamataka baiache. Siku nilikuwa na preshe Bukavu, nikagusa ICG na garçon moja alishakuwa chômeur pendant 7 ans. Miaka 7 karibuni 8 ans. Paske mkongo njo kutafuta kazi na geukaka kazi. Na akafanya karibuni 8 ans hana kazi. Na sasa niko nafundisha, akanambia mwalimu, no, hii parole nanigusa, naingia mu priere ya 3 jours sec. Mwa ile priere akalota mbuzi iko kulukamba. Alafu banamwambia mundoto kata ile lukamba. Anakata lukamba, Mungu anamwambia ile mbuzi njowe. Ile semaine anapostile kwa ser, Mungu anampatia kazi. Anaanza panda, anapanda 6 mois anafanya mariage. Anauza jeep. Anaenda ku village 30 km na Bukavu. Oncle yake anamuona, anamwambia, nani alifungula mbuzi yangu? Nani alifungula mbuzi yangu? Frère akakomprendre mwa ile ndoto, kumbe oncle yake njoo alimgeuza mbuzi. Sasa sikia mbele tuendelee. Mie nilikwambia utasema ombea adui yako aishi siku mingi, njoo ataona gisu nabarikiwa. Hapana, akufe. Adui ataona barikiwa haitikaki.
Au iwe vile? Ukiuza gari, adui anaipigaka hapo hivi anasema makarton. Tout est vanité. Ukiuza nyumba, anasemaka iko na force care. Adui haitikaki. Kila mwenye iko nafanya marenyo ya kukunuir. Mbele tunaingia mu 2024. Ye tunamuantere mu 2023. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Sema tunamuzika mu 2023. Surtout mwenye iko na détruire réputation yako. Parce que mwenye anachafula réputation yako, anachafula destinée yako. Kila mwenye iko naongea mabaya juu yako, tunamuantere mu 2023. Mungu wa sa grâce afanye kitu mpaka watu waelewe kwamba Mungu yupo. Nipe amen zaidi ya voisin. Niko natangaza hautazikiwa mbele ya enemi yako. Enemi wako atakuwa enterré mbele yako. Kuna mtu aseme amen. Weka mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Kila renyo yenye iko nafanyika mu desavantage yangu juu ya kuniharibishia maisha, mina bomola ile renyo. Oh no de inabomoka. Mtu mmoja aseme amen. Misifake mizana balozi. Mulozi haiko mtu wa kusamehe. Mtu mwe kunaruka kulungu ni wa kusamehe. Lazima Mungu aonekane wazi. Nenda preshe fasi mwa Uvira kule kwetu. Niko kwa hotel usiku. Unaona hii makanisa ya makominote, batu wanavala vitambala saba ninja. Mwana balozi sana. Niko na preshe, ilikuwa croisade ya inji. Nafika kwa hotel usiku ma 21h, naona mwanamke anakuya. Ananibana hapa. Niko na lota, niko naona. Ananibana hapa makucha mpaka damu inatoka. Na mimi mkale ka vision nikamuingiza kisu pa. Nikashtuka, ilikuwa vision. Mimi nikaangalia damu iko. Kuko mandoto za mubaya. Nikasema kwa sababu kuko mwanamke mmoja hapa alikia nitembelea na alishanilumiza, lakini mimi nilishamuingiza kisu. Sasa mwatakufa mwa hii semaine manake njoo yeye. Nilisema tu par la foi. Nikamaliza croisade nikaenda. Niko mubato bakanipigia telefone ke mama presidente anakufa. Alikuwa mulozi. Bakanambia papa rudia tena utuie wengine. Niko napanga tena ndaenda uwa wengine. Na kama kuko mulozi mongali na opere mu vienze voir. Ikue mukorale, ikue wapi. Oh my God. Aonipe amen zaidi ya voisin yako. Kama kuko mulozi mwenye iko na opere hapa, niko na murudishia bulozi yake yote retour à l'expédité. Mina bapatia conseil, kama uko mulozi kia tuongee, watu wanaongeaka. Juu hatutaingia mu 2024 na mtu mwenye iko na étouffé réveil hapa. Hatutaingia mu 2024 na mtu mwenye iko na critiquer vision. Maintenant, je vous pose la question. Si tu n'aimes pas la vision, pourquoi tu es là? Kama wewe upendi vision, uko hapa juu ya nini? Roho mubaya sa nyoka. Nyoka na lumaka mtu haiko juu ishibe, ilume tu. Ndio kia voisin mwambie kama upendi vision, uko nafanya nini hapa? Miaka tembea na mtu mwana kupenda. Tembea na mtu mwenye haiko hypocrite. Moi je ne suis pas Jésus. Je ne chagule Jida aingie mu groupe. Jésus aliyo atana chagula Jida. Atakufa mais après 3 jours atafufuka. Mimi nafuka mu 3 jours. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya voisin yake. Acha nikwambie,
Kuchukia fasi haimaanishi fasi ni pabaya. Shetani alitoka mbinguni, metuko tunapigania kwenda huko. Kwa hiyo huyu anaweza kukatala, na mwingine atakuitika. Na maisha yanaendelea vizuri. Kuko batoto ya Sagrase hapa. Kuko batoto ya Vienzevo hapa. Kuko batoto ya hii vision hapa. Kila maeko fidel kwa hii vision. Mungu abariki maisha yake magharibi ya leo. Utayua wale ba enemi yako ni rafiki yako, tena ni rafiki ya ba enemi. Double face. Sitaki watu ya vile karibu yangu. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Bakenda ambia Lea, ujiprepare, mariage ni yako. Lea akashituka. Lea akasema, mie huyu niende kwa Jacob. Bakasema ndoa ni yako. Ngikuwa ba Lea ya leo bangifahamu fiera. Oh, sitaenda, ni vya haya. Unayua, angalia, monde spirituel haiko ya haya. Pambana. Lea kanawa, Lea kaangalia mukio, akasema hii sura haiko ya kufanya mafiere. Nikifanya mafiere sitaolewa. Angalia, mbele uko nafanya makaprice, jiangalie kwanza. Mbele ya kufanya makaprice, jikontrole kwanza, utaheshimia bwana wako. Kisha wakasema no, Lea hawezi ingia mwa hii mariage asubuhi, hawezi ingia mchana. Paski akiingia mchana, Jacob atafanya nini? Ataona ile macho yuko naangalia Virgil. Aseme no, ifo tungoye usiku iene na tusitie tala mugiza. Tellement que Jacob yuko na soif, sasa atamuona. Sa Mungu anataka kuinua, anakuwaka na arranger saison ya faiblesse yako. Oh my God. Niko natambia mtu mwake ile usiku Jacob alikuwa avec. Busabu nakuja. Me alisha yaza. Hakuna tena kisi ya kuanile match na B. Eske mwalimu aongea hapa? Haiko manguo ya Esau ndio ilipatia Jacob heritage. Haiko jina ya Esau ndio ilipatia Jacob heritage. Mais ilikuwa ni aveuglement ya Isaac. Isaac angelikuwa na macho, atangivala nguo ya Esau, angemwambia hii ni nguo ya nani? Ya Esau. Mais tellement que Isaac alikuwa aveugle, akabariki Jacob kujina ya nani? Ya Esau. Nataka ambia mtu mmoja hivi, Mungu akifungula macho, mimi na wewe hatuwezi barikiwa. Iliomba kumsalaba le véritable Jacob, Jésus Christ de Nazareth, afunge macho yake juu mimi na wewe tupate neema ya kuingia kwenye hatungi ingia. Weka mkono juu, sema Mungu funga macho. Mimi si merite. Ukiniangalia hivi sitapata baraka. C'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est l'aveuglement de Dieu. Parce que Mungu akifungula macho, mimi na wewe na mbingu tutaenda. Est-ce qu'il y a des victimes de la grâce ici? Sema ni kwa neema tu. Grâce aiwe masomo. Frère moi kule kwetu babake anakufa. Unajua mwenye aiwe Francais anaipendaka. Babake anakufa, mamake anakufa, anaanza lia. Oh, mimi nabakia veve mimi. Tunaambia uko veve. Uko njoo orfele. Asemi niko veve. Mais chose grave, iko najenga nyumba ya 3 niveaux. Garçon moi analeta fiancé yake mu bureau. Mungu ni Mungu tu. Niko nakula chakula. Fiancé yake fia ananiambia papa votre soif. Niko nakula kuku. Mimi nasema kuku inageuka mai. Mais alimuoa tu.
Grâce haione sura. Grâce haione masomo. Grâce haione familia ulizaliwa wako. Grâce njo itachomeka Lea mu mariage yenye iko yake. Parce que Israël ni image ya Rachel mwenye na Enea. Mimi na wewe kanisa nous sommes de Lea. Njo maana aliomba kumsalaba giza iingie mchana tupate accès kwenye tuwezi pata accès. Angalia, Mungu akukonekte mu saison yako na akreye kitu moya hivi ya itakuingiza mwa ile saison. Je déclare comme un homme de Dieu. Ile kiti mwingine alipigania pendant 7 ans. Mungu akuingize kwayo bila effort. Nasema kwenye mwingine alieshue, Mungu akuchomeke pale bila effort. Nipe amen 3 fois, Mungu aifanye juu yako. Sema mie ni neema tu. Praise mighty Lord. Geukia 3 personnes, mwambie miujiza ya bien ya surprise. Est-ce que Léa était préparée? Non, mais c'était une surprise. Année 2024, c'est une année remplie de surprises. Mungu atakubariki mpaka unashindwa baraka uitie wapi, na utasema ça c'est une surprise. Frère, mina kukonseyer usizarau mwenye uko naomba naye. Leo yake unaijua, kesho yake uijue. Neema inaweza changer vitu. Neema. Praise the mighty Lord. Neema. Asubuhi unakucha, anaona huyu haiko njoo mwenye nilitumikia. Megisi ya kumfukuza hakuna. Alishaingia. Hii mwaka tuko ndani, haiko ya kuachiana. Baki kuchomeka fasi, ingia. Nikuachie nikufe. Oh, alinifata na iko na fiancé, sitaitika. Kama ni wako itika. Ce qui était pour toi restera toujours pour toi. Oh, ile parcelle sitaipigania juba mingi biko naifata, kama unaipenda fata. Angalia, hata watu wakwe wa député kama 5000 kama 25000 bidou alishapita. Il faut avoir une ferme assurance. Moi hivi ya kwenda mbinguni, mimi hawezi ni prêcher ma prédication zenu, enlèvement ikikuya, atoko na kolera ya hivi ya utaenda. Juu ya nini? Sitaenda juu ya nini? Hii miaka yote nilikuwa natumikia Mungu, sitaenda juu ya nini? Sina imani ya bure vile. Kama kutengia 20 personnes mbinguni, niko ndani. Kama kutengia 2 personnes, niko ndani. Kama kutengia 10 personnes, niko ndani. Asema andiko nasema wawili watakuwa kitandani, mmoja ataenda, mwingine atabakia. Oh, manake bibi ataenda, au bwana ataenda. Ça c'est le manque de la révélation. Moya ataenda manake Gabriel biko wawili. Moya imwili itabakia, moya original ataenda. Nikisha kuwa ndani ya Yesu, je suis condamné à aller au ciel. Usinifundishe mambo ingine. Na haiko matendo yangu na yako, ni neema na kwa njia ya imani. Usiwaze sanctification ni effort yako. Sanctification ni grâce ya Mungu peke yake. Nani ko d'accord na mimi? Kuko watu wataenda mbinguni hapa? Donc kia fase mwambie mimi naenda. Asubuhi viens et vois, magharibi viens et vois, saa yote viens et vois. Parapanda elie ni baki. Nani baki? Acha miza. Ile iko mamiza. Hapana ikala mkanisa ma condamnation. Ikala fasi wanakuambia kama tout est possible. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Iko saa muelewe vizuri. Muko na mafundisho zenu za. Oh, unapookoka uko dada, tembea polepole, usitikise mwili. Kama mwili ni ya kutikisika, nisitikise juu yani.
Bukristo haiko apparence. Bukristo ni demonstration. Bukristo ni puissance. Bukristo ni force. Niko natambia mtu mmoja hivi, mkila competition utaingiaka ndani, hata mkwe 1000 personnes, wewe utapitaka. Mwalimu afungule kitu. Est-ce que vous savez que Esther était belle? Esther alikuwa belle, mais Esther haikuwa belle plus que les Indiennes. C'était une compétition compliquée. Kulikuwa ba Indienne na kulikuwa ba Ethiopienne. Na Esther anaingia mwa ile competition. Esther ni juif. Anaweza kuwa kiana kushinda ba Indienne? Impossible. Pays ya kwanza yenye kuna wanamke wa kiana ni Inde. Mwafrika ya kwanza ni Ethiopia. Sio kama Kongo ni ya nao ni ya kwanza. Sasa Esther anajichomeka mwa ile competition. Njoo ukisoma Esther chapitre 2 verset 17 maandiko nasema Esther akapata neema kwa macho ya mfalme. Ça c'est très profond. Neema c'est-à-dire quoi? Manake mkompetition yenye alikuwa amo, benye alikuwa nabo bana mushinda. Au kwa tafsiri nyingine, kama alikuwa belle, nao balikuwa belle. Kama alikuwa ba vierge, na alikuwa vierge. Meke kinamupitisha Esther, haiko tena beauté. Haiko tena virginité. Ke kinamupitisha sasa ni neema. Siku mutaingia mu competition na unaona nyibote munafanana makapasite. Ke kitakudistinguer na wale watu, c'est la grâce. Sema mimi najivunia neema tu. Kuna mtu aseme amen. Jacob akaanza negliger Lea, akasema Dairi hauko shoa yangu bakia tu pale na tena tumika ingine 7 ans nipate Rachel. Même une semaine bakampatia Rachel. Sasa tellement que hapendake Lea anapenda Rachel, akahamia munyumba ya nani? Ya Rachel. Miaka yake yote Lea iko tu mariage mais ana faveur. Sasa Mungu naye ni wae. Sasa naona abapende Lea, wanapenda Rachel. Mungu akafunga tumbu ya Lea ya Rachel, akafungula tumbu ya nani? Siku tu anafaa blague anakia fanya miza kuangalia match. Anayaza. Anashangala kidogo, tumbu inaanza soge. Sana zala riben. Akaambia Lea, akaambia Rachel, mimi nakupenda ndio. Kubakia tena huko na hakuna mtoto. Ifo niende niangalie si mtoto iko na komala. Mungu akiona wanadamu wanakuchukia, anakufunguliaka mulango moya yenye parce que en réalité mwanadamu apendake mutu. Mwanadamu anapendaka kenye uko nake. Sio kama naeleweka vizuri. Usitafute tena mwanadamu, tafuta kenye mwanadamu anapendaka, ye peke atakutafuta. Watu wakikuchukia, tafuta Mungu. Watu wakikuchukia, tafuta connaissance. Watu wakikuchukia, tafuta pesa. Acha bagarsu ya mkanisa, nimufate niongee na, tafuta kazi. Kuya mkulte témoigner. Mungu wa sa grâce aisha nionekania. Nilienda Dubai, atoko na sura sa mfuniko. Ukishuhudia tu vile, batakulota aba frère. Mumaisha ujikaze, usikosake kitu ya kukupendea yako. Et je lève ma main droite. Kila mtu mwanachukiliwaka hapa, Mungu akupatie kitu yenye watu watakupendea. Sema I receive. Kuna mtu aseme amen. Geukia voisin, mwambie voisin, mimi na wewe unasemaka. Mwambie tu vile, mimi na wewe unasemaka. Mais siku ndapata, utanitafuta. Wewe unawaza mimi nashimamisha honorable Bidu hapa juu, nisijua atapita. Usiku anapita na mimi anikumbuke. Basi mimi niza vote mwa atapita, sauti yangu iombe bure. Hapana. Mimi na yeye atapita. Mimi naye akipita, maisha ni kukumbukana, watu wanakuwa nakumbukana.
Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Kumbe Mungu aliyua mtumbu ya Lea njo mtatoka Juda, mtatoka Ruben, mtatoka Yesu. Vous savez parfois Mungu anaweza kuimposer kitu nye ujue maana yake. Mais après 12 ans utaiwaka ile séparation ilikuwa ya maana. Kuko miaka utafurahi mpaka utaita ex wako na mwambia kia nikuzie fanta. Jungi niowaka nikikufaka saa wewe kiwerewere. Vile ulinikatalaka Mungu akaniconnecte na mtu mwingine wa baraka. Sawa na tuachaka tunawazaka Mungu atupendi. Kumbe mwele kutuacha njo amuru ya Mungu najimanifeste kwa maisha yetu. Kuko batu benye amplisi uko nabo, amplisi ya utaenda kafasi. Mungu anaweza kuimpose vitu kumbe ndani muko volonte yake. Tunaelewana? Est-ce que mnaona kama Rachel alikuwa kiana mais alikuwa mlozi? Oui, c'était une femme sorcière. Ndio babake alikuwa anafanya mauchawi yake yote ndani. Kwa jeune garçon ku 4 critères kama unataka oa mwanamke kuko 4. Nasema ya kwanza, angalia mwili yake. Gisi aliumbwa. Mtu asiwaambie tabia inabadilika. Angalia kwanza mwili. Kama anafurahisha maisha yako, unamwona macho hivi, unasema mapenzi ya Mungu ifanyiki. Ile ni ya kwanza. Na kwa mwanamke ni vile vile. Usioloe na mtu mwenye haiko shwa yako. Ona mtu mpaka unasikia coup de foudre. Batu wasiwadanganye hapa kwa madhabahu. Msione sura, ona sura. Biblia inasema Mungu si mtu. Mungu anaonaka ndani. Wewe uko Mungu? Ona nje. Nakupa shauri. Ona nje. Mungu aumbake tena. Batu wanaanza zalana. Wewe uko na kichwa sabafu. Bibi yako kichwa sabafu. Mtazala nini? Mtu mzima anaonaka. Akisha kupendeza nje. Sawa? Uliza jamaa yake. Ni wa jamaa gani? Ina konte. Ukiolewa mjamaa mbaya unateseka maisha yako yote. Muulize mama yako anafanya, wao anapigaka lutuku. Baba yako mvuta bangi, mwambie mapenzi ya Mungu wende tu. Nisingie mjamaa ya mapepo. La famille aussi compte. Ya tatu, uangalie foi yake na yako. Kama imani yako na yako iko sawa. Wewe utaokoka tena wewe mtu amuna na imani moja juu ya nini? Oa wa imani yako. Ya ine, il faut kuolewa na mtu atakuencourager mu vision zako. Ukimwambia kitu, frère, usiowe gisi uko, oa gisi utakuwaka. Sukuma shwa yako mu 10 ans. Juu siku utainuliwa, usiregrete shwa yenye ulifanyaka. Pana kwa selma couple ya komanda mbele esko tu nyuma. Mko nasikia haya. Ni ngoe tembea na tule tumikulu. No, oa mtu mwenye utasikilia haya. Eske mimi naeleweka vizuri? Ni neema mfamilie. Mko nakia na bibi yako mkilte, huyu anaikala hapa na mwenzako hapa. Iko saa papa sa grâce na mama. Ni neema sana. Mko na discuter parole. Mais hapana uko mkilte hapa, bibi yako iko pale, sawa na pressure anakuangalia. Wewe. Jo ile manyumba hapa anapiganaka utu usiku. Kama uko célibataire hapa, Mungu akupatie mwanaume. Mungu akupatie mwanamke. Ukiolewa mubaya, wewe ushakufa. Kuna kuko wa bwana wenye biko hapa jua leo mubaya, hata shetani amtokee hawezi kimbia. Shetani yepeke en persona chomoka. Anaambia nikuogope uko bofre. Wewe na madame tabia ni moja. Mtanisikia tu na mtabarikiwa sana. Historia inasema wakati alienda zala Benjamin, ndio siku Rachel alikufa. Akaacha watoto wangapi? Nani na nani? Joseph na Benjamin. Niko na ruka sina wakati.
Alafu Mungu akapenda Joseph sana, akampa ndoto. Mnajua historia. Joseph naye alikuwa bumbafu, akaanza eleza ndoto. Unajua manki ya discretion ndio na uwaka mtu. Haiko kila mtu ndio mwanafurahia mafanikio yako. Hata uko na probleme maisha usikuwe naeleza na watu. Et d'ailleurs kuongea probleme ya foyer yako ni immaturité. Mwenye uko naelezea anaweza kuwa enemy yako. Hii masiku haiko siku ya kupublier ma voyage. Haiko masiku ya kupublier fiançailles. Unataka voyager, funga kinywa. Siku unafika Amerika, waambia sasa nishafika. Menyie kibaya yenu kidogo na kidogo natia kustati. Fiançailles. Mulozi wa Katuba anakuacha mfiançailles 10 ans na maisha yako yanaharibika. Ushaona kugari ya mzuri wanaandika? Kuprado wanaandika huko nyuma Psalm 23. Ni vile magari vya kuzeeka njoo wanaandikaka. Angalia kama uko mtu wa valere, kwa kimya. Lare yako tia mfuko kwa kimya. Mwenye iko karibu yako haujue roho yake. Tunaomba shivote muvienze vwa maro ziko sawa sawa. Unapata fiancé yako, nyamaza. Siku moja tu heshima yako itaonekana. Akaanza elezea ndugu yake, wakampiga vita. Me ukisoma Biblia vizuri aseme ndugu zake wakakuwa na wivu sana kwa Joseph. Notez bien. Ukiona watu bangali na kukomprendre, watu bangali na kupenda kabisa, uyo ungali chini. Mimi nakupatia tu shauri. Oh dada, mkanisa iko na témoignage. Bon, angalia sura yako. Uko tu obligé uko na témoignage. Mais ukikuwa tu akiana, kila kupita bananyotana, sirene. Hauko sirene, mais beauté yako inaimpoze watu wakuwa mwa insécurité. Siku taona dunia na kusikilia wivu, manake uko na kenye abo abana. Mena ukiona baraka yako haiyaongeza watu ya wivu, manake yabarikiwa. Kuna mtu yuko d'accord na mimi? Sasa uko unajisikia fier kama watu wanakusikilia wivu. Uko na kama huyu ananisikilia wivu juu kwanza iko njala. Hana kazi ya mikono, atakuza kazi ya kinywa. Acha aseme tu na maisha yangu inaendelea. You don't have time to waste. Hauna wakati wa kwenda kuuliza mtu ulisema nini. Au mtu anakupigia telefone, ningoe nikuelezee nilisikia. Mwambie no, benyo ulisikia ni kweli. Na ukitaka ongeza vingine. Mimi niko busy na maisha yangu paka Mungu anionekanie. Et d'ailleurs la personne qui t'aime, mtu mwana kupenda hata itikaka maneno ya mubaya juu yako. Kuna mtu anipe amen zaidi ya mwenzake? Renyo zikaanza fanyika bauwe Joseph, mnayua nyipeke. Gisi walikamata Joseph wakamtia mshimu. Papa mwa jina yake Juda alikuwa mpenda franga depuis zamani. Akaambia watu kuliko tuue aka katoto tukauzishi ribe na Juda bakapana ka Joseph. Mais aussi ile ilikuwa saa kumuua. Akajikuta Egypte na kuwa esclave. Na hivi alikuwa mzuri sana. Bibi ya Potifari sasa alimuona, akakonseye bwanake akasema tukamate huyo mtoto. Kumbe mama yake na vision. Sasa mtoto anaanza nona kutembea mwa ile nyumba, mama akaanza mutamani, akamwambia si tu couches avec moi, tu seras le gérant de cette maison. Or les plans de Dieu étaient de gérer tout un pays. Wakati diable atakupropose kitu ya kidogo, manake yulu kuko kitu ya kabambi zaidi. Siku atakupropose uguse magie, manake myulu yako ukiitambuka kuko baraka ya zaidi ya kawaida. Nani niko na amen zaidi ya mwenzake? Parce que hawezi omba na uingie muloji, hawezi omba na ukwe magicien. Baki kupropose bitu ya kabambi, manake yulu ya bil kuko ya kabambi zaidi. Joseph akamwambia mère, si zoe ile maisha. Pourquoi Joseph hakukushia na bibi ya Potifar? Haiko juu ya promesse, haiko tu juu ya vision, mais Joseph alikuwa na gratitude vis-à-vis na Potifar. Ananikamata ananitia mwake mnyumba, ananikulisha. Angalia, mbele ya kutendea mtu mabaya,
angalia kwanza nini nye alikufanyizia. Unajua ukikosa gratitude kumutu, uko mtu mbaya sana. Unaambia Juda wanampatia kesi, anauzisha mwenye kesi. Mumaisha jifunze roho ya kurekonetre mema ya wengine. Mama mwanakia mubiro yangu, oh papa, mwanaume hayanifanyia kitu, mimi naishi naye 14 ans. Alikuwa na sheneti ya oro mshingo. Nikamwambia nani alikuzia hii? Sasa ni ule bumbafu. Njoo alinuzia hii. Nikamwambia mama, uko mkosa adabu. Bwana tu kukuoa mwa hii saison sèche ya babwana, mwa hii carence. Kuolewa tu. Eske haiko neema? Bamere wananyamaza? Tuko mukipwa ya babwana. Kupata bwana mwa hii wakati. Si haya tamu base na wisha na citron ni neema. Nikamwambia mama uko mesha, toka mubiro yangu. Papa mwana akakuya, oh niko na mwanamke kwa nyumba nifanyie kitu. Nikamwambia tuongee. Papa wewe unajua kukamata mimba kuitia kutumbu. Unajua ile kazi. Na ile mimba, sa tumbu inaanza vimba. Juu kama kutu papa wa tumbu unatesekaka. Hata kuvala viatu na kwa problem. Sasa we papa ya tumbu munipardone, ni mfano tu. Sasa we unafaa mwenzenu kulala 9 mois. Anaanza kula venye akulaki. Na wewe kutuna jitapa. Ma femme, mon fils, we mwenye mimba, hauna mimba. Anaenda zala. Unajua kuzala ni blage, ni kuparlea langi. Anatosha mtoto. Kisha anafanya 3 mois bila kusinzia. Katoto kamlilio, wewe au kau yake una voyage. Unasema hivi tu ya miza, mimi naenda safari, mtoto ana déranger. Kisha anafanya 2 ans ya kukua folle. Iko naongea na mwenye asema, bebe. Na kusongee, na kufulie manguo. Tuheshimiane. Mwanaume mwenye anaheshimia bwana yake anafikaka mbali. Mimi utaniposer question, oh entre ta mère et ta femme nani njoo maana. Mais ça c'est une question trop basse. On nous a fait le jeu nini? Entre ta mère iko na valeur yake. Et ma femme iko na oh, mama yako alikutia kutumbu 9 mois. Sasa bibi yangu kutumbu haiko kila siku. Frère, unapaswa heshimia bibi yako. Kila mtu iko na valeur. Oh, bwana mnatia macho chini. Mnasababu nini? Heshimu mama. Heshimu na bibi yako. Kila mtu iko na valeur zake. Mtu mmoja aseme amen. Historia inasema banatia Joseph mprison, munaiua niende kwa niko nafika. Bagrake na Joseph banaambia Jacob, mtoto wako anakufa, nyama inampasula. Akaorganize deuil pendant 13 ans. Unaya pourquoi walimudanganya? Parce que nal danganyaka baba yake, mnakumbuka vizuri nal danganyaka baba yake jua alikuwa kipofu. Mumaisha ni kulipa madeni. Kenye uko na seme leo kule mbele utavuna. 13 ans après mnayua Mungu wa mbinguni akasaidia Joseph mu prison, aliingia mu prison mais don yake kuingia mu prison parce que alikuwa saint mbele ya Mungu. Mungu akamsaidia akainterpreter songe ya mtu mmoja wa burebure mule mu prison, mmoja akakufa, mwingine akaenda kwa roi. Mwalenda kwa roi akasahabu Joseph. Kumbe saison yake njoo ilikuwa yafika. Siku roi anapata rêve, anakosa wa kuinterpreter. Njoo kale kabwana kanasema mu prison kuko mtu mwenikileta hapa. Anaanza tafsiri. Unajua kupata mtu mtakutemanye mwa hii dunia ni neema. Ase kuko mtu makifika hapa atainterprete hii. Bakaleta Joseph, bakaambia utatafsiri ndoto, akasema no mimi siwezi weza, lakini Mungu wa baba yangu atatafsiri ndoto. Joseph akapana ndoto gisi mnayua, roi akamwambia ulishaoa? Akasema ningeoa mu prison, sina hata fiancé. Bakaambia chagula umoja hapa. Kulikuwa umoja pale wa kiana fie wa sacrificateur. Akamwangalia akamwambia dada uko tayari? Hata unakatala, acha kuwa ministre. Direct
mariage. Akazala watoto wawili, mnajua akazala Efraimu na Manase. Meiko na susi, haonaki bandugu yake. Njala inaingia kumugini yote. Ikaingia njala kwa Jacob, haiko jua bayue lima, lakini baliuzisha mtu wa ekonomi. Geukia voisin mwambie hatuko sawa. Kuko mtu mwokipoteza hautampataka tena. Kuko fiancé mwenye atana kukoroga, wende mpigie magoti. Kuko mwanamke mwenye ukiishi naye baraka zako zinaongezeka. Hata tunahubiri, hata tunaimba, neema iko yake sawa. Njala kwa Jacob c'est parce que waliuzisha mtu wa nini? Mwenye iko na ekonomi ndani yake. Egypte inafaidika juu ili rekipere mtu mwenye iko na ekonomi ndani yake. Asera akakuwa ministre wa ekonomi, utajiri ya juu. Ndugu zake wakakuya kuuza chakula. Siku anabaona pour la première fois, akaangalia masura akasema bale babandia hao. Parce que alikuwa na couronne royale. Gisi ya kumwona hakuna. Akamwambia, "Hey, nye, muko ba wapi?" Ase tuko ba esclave yako papa ministre, na tunatoka kule muinchi ya papa Yakobo, jo tulikia uza vitu. Jina yako nani? Oh, minjo Ruben. We nani? Oh, mzee haunijue, minjo Yuda. Akakumbuka hiki ndio kilinuzishaka. Wenjo oh, mi suna minjo Gadi, minjo Aser. Baba yenu uko wapi? Asa Aisha kwa mzee kule. Muko wangapi? Kimwa kikasema sebo. Tulikuwa 12 lakini umwa nyama ikampasula akakufa. Mwenyana kudanganya anakuwa nafikiri wewe hauna akili. Joseph akashindwa resiste, akabauliza, "Hamuna mloko wenu?" Ase kuko umwa mwana bakia. Jina yake Benjamin. Ase akaingia mshambre, akasikia uchungu, akalia machozi. Hapa ndiko naruka, sitakuwa na wakati. Akamwambia, "Sasa ule Benjamin wenu hali yake iko aje?" Asembo, "Iko pale na mzee hawezi muacha, ndio tumaini yake yote." Akasema sawa. Na akasikia susia kuona Benjamin, parce que Benjamin ni mtoto wa mama yake. Ndaona Benjamin koma. Asema ile siku alilia sana. Akafanya trick, akatia kikombe ya dhahabu msaki ya Simeon. Bakaenda kufika munjia, pakia wasoda wakamwambia, "Eh, mshimame nyiba mwizi, mnaiba kikombe ya dhahabu." Asia tu ibake mzee, na mwenye aliiba mkamate. Kwenda kontrole, kumbe yuko msaki ya Simeon. Ala, Simeon uko arete. Rudi. Botu akaja tena Egypte. Akamwambia, "Mkitaka mpate u Simeon wenu. Mkitaka muuze chakula hapa. Mwende mulete ule peti yenu mwenye jina yake Benjamin." Bakamwambia, "Mkubwa, papa ministre, baba hezi itika kupana Benjamin parce que espoir yote ya baba ni Benjamin. Huu mwizi huu Simeon, mwizi huu hasiki yake. Kama utafunga, funga tu." Kufika kwa Jacob, anamwambia, "Simeon iko wapi?" Anasema, "Mzee, basi mtoto yuko mal eduqué. Anatufezeresha kwa ile autorite, anaiba." Na njoo walimfunga. Banafunga Simeon? Ase ndio. Na wanasema condition moja ya kupata Simeon. Condition moja tena kuuza chakula pale ni kutupatia nani? Anabambia, "Musinizoe." Mama yake na Benjamin alikufa. Kaka yake mulimuua Joseph nyi. Na huyu naye mnamlomba Benjamin hatatoka. Bakambia, "Sawa mzee, kama unatuima Benjamin, manake Simeon anakufa na chakula hautauza." Or en réalité, akilibere Benjamin ataona Joseph. Geukia voisin mwambie, "Libere Benjamin." Kuna mtu kunanisikia vizuri pale? Mwambie bien, "Libere Benjamin et tu verras Joseph." C'est-à-dire, derrière Benjamin, il y a Joseph. Derrière Benjamin, il y a Manassé. Derrière Benjamin, il y a Ephraim. Derrière Benjamin, il y a aussi la ville de Goshen. Derrière Benjamin, il y a aussi Simeon. Mais libérer Benjamin, ce n'était pas facile. Vous savez, Benjamin, c'est quoi ou c'est qui? Benjamin, c'est un péché chéri. Zambi yenye unapendaka sana me haina maana kwako. Benjamin, c'est un conflit chéri. Siwezi samehe mtu fulani. Benjamin, c'est un sacrifice, c'est une offrande chérie. Wewe unasema siwezi toa kitu fulani.
Mais en plus unabana Benjamin, Joseph hautamona. Unapenda Benjamin, unasema no, hii zambi siwezi iacha, hii konfli siwezi iacha. Impossible tuokoke kanisa moya na atusemeshanaki na tushitapie Mungu umoya. Na Mungu anakuangalia anasema okay, en plus unabana Benjamin, utakufa na njala. Kuko ma sacrifice Benjamin, kuko ma relation Benjamin, il faut uiache. Munayua kule kwetu tuko ba voisin na Rwanda. Sasa Rwanda mu 94 kuko batu waliingia mu nyumba bakaegorger 16 personnes, bakachinja na ile 16 personnes, fille moya mwa ile nyumba ase bakampiga naye mkuki akaanguka, kumbe ya kukufa, bakamnyangula mamaiti baende baziki. Sawa nata zika ile Croix Rouge bakamsaidia, bakamtosha, fille akatunziwa, na mwenye alichinja ile famille ni voisin. Na fille anaona bien ni voisin, anaua 16 personnes. Mu 2002 conférence tuko na Rwanda kwenda kuhubiri, fille alishaokoka, anaombaka Mungu avec sa famille, hana tamu tu moya membre wa familia yake. Anatashangala anaingia mu conference, mwenye yuko naimbisha louange ndio mwenye alichinja familia yote. Anakumbuka filme gisi alichinja. Na fie na shaka koriste mwingine group ya bageni walikuya. Saka soma maliza kuimba, anakie kala karibu ya fie. Kisha moderateur anasema ambia voisin yako je t'aime. Fie anamwangalia kusura, anaanza lia. Garso amuyue, anampatia mkono. Fie anakataa. Sa manifestation ya Saint-Esprit, fie anaanguka chini. Roho Mtakatifu, Saint-Esprit akatosha hene muro ya ule fi, akamwombea amu, akambrasia ule garçon, bakaanguka chini. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tukasema atanjo kutemana yenyewe hivi. Tena inakuwa ya hivi. Njo après kitu akambia garçon kia tuongee. Unaishi wapi? Garçon anasema mimi naishi mkanisa. Unaya malere nafataka mtu. Sasa kwenu wapi ase? Na mimi sina kwetu. Akambia depuis sai uko kakangu, ingia mugari twende kwetu. Sana mpeleka na gari. Garso anaanza angalia kwenye alifanyaka masakre. Njo gari na shimama. Anauliza fie, uko mwa quartier? Anasema ndio. Ulikuwa hapa wakati ya vita? Anaambia nyamaza, tuingie kwanza. Anafika mnyumba anaambia garso, uliuwaka shangazi yangu pale. Ulichinja mama yangu pale. Ulipiga bebe kichwa kibambazi pale. Mie mulinitiaka mkuki, nilionaka. Me Roho Mtakatifu anasema, c'est toi mon frère. We njo ndugu yangu. Na ile chambre ni yako tangia. Vile uliua familia yangu, uona kwa familia yangu. Jisikie huru. Unawaza ile ni black. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble. Paka sai, ni kaka na dada. Maintenant wewe uko unaomba unaokoka makonfli ya bure tu. Utaenda mbinguni gani? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois na bwana yako na bibi yako na mwezi ongea na mko nyumba moja. Utaenda mbinguni gani? Na uko nasikia fier, sitasamehe. Na Mungu anakuambia okay, restez avec ton Benjamin. Mais en plus unabana Benjamin, en plus Joseph hautamonaka. 2 semaines, 3 semaines, anaangalia Benjamin kumacho, chakula ilishaisha, stock inaisha, anaambia Jida mku yeribe. Alilombaka nini? Alilombaka nini? Aseme, alilomba Benjamin. Benjamin huya. Njo pale nilisoma, akawaambia, mkamate Benjamin, mwende naye kwa ndugu ule. Akiwaacha hai, awaache hai. Na kama ataua, basi auwe. Mempeleke. Kumbe kulibere Benjamin, njo bénédiction ya Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses que nous sommes appelés à libérer. Surtout wewe kuna angalia, mina bana Benjamin, mina mupenda, mais hana faida. Benjamin c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, mais hakuna faida.
uko muzambi tu, zambi innocent. Kuko watu wataenda kuzimu na sheria. Michael Jackson liste inamuita, Lucky Dube banamuita, Mobutu me banaangalia jina yako kuzimu haiko na huko wako. Anakuuliza shetani, wewe ni nani? Oh, mimi nilikuwa Maraga Mkatuba. Shetani anasema vraiment mie. Mtu anauliza Mungu, na hiyo huyu Mungu asema mie yuko innocent. Unakosa kudunia na mbinguni ulikifanya nini? Benzenu batakula dunia na bataenda na mbinguni. Njoo bashie hapa. Sema njoo shie hapa. Mie utanambia onda lipwa mbinguni na akula hapa. Hapa 100%, mbinguni ni uzima wa. Si hapa kwanza. Hao vya dunia vitapita, vipitie mwangu. Vipite mlupango yangu kwanza, njoo vipite. Niko naeleweka vizuri? Ana libere Benjamin. Aseme sawa, nafika kwa Joseph, anaangalia, unaona mtu wa sababu wake wabo. Anaangalia mbana saa Benjamin alikuya. Anasema okay, mpatie yule Benjamin chakula mara 5 kushinda wengine. Anafanya fete. Aba yeye ni nani? Saba naanza shiba. Anashimama na ile couronne royale yake, anakia na Efraim na Manase. Anaambia mnielezee tena historia ya jamaa yenu. Na biko nakula. Mkuu, tushakwambia mkuu. Mkuu, tulikuwa 11. 12 umwa nyame kamukula. Njoo kale kanani ka Benjamin. Akaambia okay Mungoi. Niwaambie bien. Mulikuwa 12. Na ule umwa mnasema alikuwa anaitwa Joseph. Mulipanga mabaya juu yake, Mungu akaigeuza mema. Chakula pale wakaanza hii. Sia chini. Akaambia Joseph, mlisema nyama ilimuua, nyama ikumua, mlimuuzisha. Na mkampana, na kule kwenye alienda Mungu alimpandisha juu. Na leo ni mtu mkubwa sana. Akatosha couronne royale. Akaambia Joseph, mlimuuzisha. Bote bakashuka chini. Ndoto je pense bamo wakaanza maneno, wewe njoo ulisemaka, wewe njoo ulisemaka kuntumuue wewe. Pale Benjamin akakrier, grand hawa alikuwa ananitesa. Akawaambia mkuu hapa, nyie bote gisi muko mimi nawasamehe, mais à une seule condition, mniachie Benjamin, mais mwende mwambie Jacob baba yenu que je suis encore vivant. Pourquoi hakutumaka basoda na ni ministre? Anamwambia mwende parce que la même bouche qui t'a parlé en mal, la même bouche qui t'a critiqué doit encore démentir. Mwende bata démentir ya bongo ya 13 ans. Banafika kwa Jacob. Papa Jacob, habari? Papa, unaya ushazeeka unakuwa tate. Tulitaka kuambia Joseph iko vivant. Akasikia information akaanguka, akazimi, tena akalamuka. Mnasema Joseph iko vivant, tena akaanguka. Kazimi, ya tatu akalamuka. Mnasema wakanyamaza. Tukisema tena hapa. Niko naongea na Jacob au moins. Ton Joseph est encore vivant. La première information était fausse. Mais la deuxième. Baisha kutukana wanakusema ilikuwa habari ya bongo. Mais ya pili itakuwa ya maana. Kila mwenye alienda Tarsis alikuwa na information ya mort ya Jonas. Balikuwa anaambiana Jonas alikufa mumai. Mais après 3 jours, Jonas akabouger Ninive. Je déclare Dieu de cette chair. Kila mmoja asikia habari yako ya mubaya, atasikia ya mzuri katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme je reçois. Je vais chuter. Iko haya se haiko tu hai, haiko tu vivant, mais aussi yenjo excellence. Mina déclarer que hautakuwa tu vivant, mais Mungu ataeleve maisha yako.
Nani kona amen zaidi ya pale? Haiko tu Hai, meiko na Efraim na iko na Manase. Mwenye alikuwa chaka, siku atakuonaka, hautakuwaka ule mwenye alionaka. Oh, atakutana uko na maapartema, maentreprise, business, ma relation. Nani kona amen? Bwana afungule mbingu kwa ajili yake. Praise the mighty Lord. Mpaka wakapeleka Jacob, akaona Joseph. Donc il voisin mwambie, libérez Benjamin et tu verras Joseph. Ça c'est le plus grand secret pour la réussite. Je vais conclure mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, ukipenda uishi maisha marefu sana, jifunze kulibere roho yako. Benzako biko naweka ma $200,000 mu compte, uko naweka ma conflit muro, uko malere. Jifunze, en fait, usikuwe na jisusie tena na vitu. Mtu akikupenda usiulize ni juu ya nini. Akikuchukia achana naye. Bakikusema jifunze tosha vitu muro yako. Ukipata kachakula kula, siku ikupatikana usijiue. Ukivala nguo ya Vietnam, no problem. Siku ya magazeti itakuwa hakuna shida. Ukipenda kuishi maisha marefu, jifunze tosha vitu muro yako. Mwenye alikwambia uko na sida, hata arete maisha yako. Nyuma ya ile information yake, la vie continue. Libere. Bakisema mu église, fanya sacrifice na uko nayo, fanya. Kenye unabana kitakusaidiaka. Sadaka ya mtu na mwoko waka. Mimi nakwaka na habitude Goma, nikipita unaona wale ba maibobo wale. Maibobo biko huko. Les enfants de la rue biko huko. Munabaitaka wanani? Goma biko mingi sana. Na siku moja mimi nashuka kuporo mugari, umwana ni bana. Oh apotre mwalimu wewe unashinda president. Wewe uko yulu mwalimu ananitapa, anaita benzaki. Mimi nabaambiaka mwalimu njoo huyu sasa. Papa wewe kisha anaambia mepeti yako iko njala. Bona mimi basha nitapa kama mimi sitaimana tena. Nikagusa mfuko nikatosha $20 a changer nipatia hata 15 ya kule 5. Ile tu kuona $20 akasema na grand atalomba exchange. Na nikamwachia na. Nikipita mbarabara mimi nabapatie. Mais un jour niko munyumba ba voleur m'armé. Bana niingilie. Mimi nakwambia basi kuingilia yake. Banavala makagul. Banakiana bunduki bananichia hapa. Nikaona Yesu kwa kudroite ya Mungu. Unakufaka na baya kuua. Nikaona Yesu kwa kudroite ya Mungu na malaika biko naimba. Bakanambia tunakuua. Umoja akasema ni Gabriel na gani huyu? Aseme Gabriel Tikiko. Akanaangalia Gabriel Tikiko. C'est toi la richesse de cette province. Nikuue wewe. Wewe ushanipatia franga munjia wewe. Akatosha kagul. Akaniambia unaniyua? Bana simako ukisema unabayua. Unaniyua? Nikamwambia Nikamwambia si ya kuonaka. Akatosha masasi mshamba. Akasema omwe pale nikuue. Omwe niue 100,000 personnes. Na mwalitupatia franga tukuue ni pasteur fulani. Juu ya jalousie. Ya grâce yenye uko nayo. Bakaitwa le pasteur kume libre. Akalalamika sema unamaliza kazi. Bakasema huyu hatuwezi ua. Tutakuua wewe. Njoo mimi nakuua huko mtumishi wa Mungu, mimi nakuua. Tukacheka tukakula. Bakanipatia $70. Bali wapatia franga, wakanipatia kwa $70. Ule pasteur akakwepa. Paka leo akuonekanaka. Mema haiozaki. Kama Mungu atakubariki, tenda mema. Nani kuna nisikia vizuri hapa? Fungula mkono, fungula, libere. Donner $100,000 c'est facile. Donner $10,000 c'est facile. Usione veve iko na njala, saidia.
Hatutavote tu Bidu leo parce que honorable Bidu tunamuyua, mais kuko matendo ishakafanya. Tuko pamoja? Kule kwetu kulikuwa mtu alikuwa na kawaida, iko na fu, akipita kwa ule fu anampatia 5000 francs. Akimpita fu anampatia 10000 francs. Fu akampromettre akamwambia ndakufanyizia mema. Akaangalia fu, wewe utanifanyia mema, si ndakufanyia mema. Fu akaandika karatasi moja, akaandika si c'était toi. Kisha sana chomoka akaambia rafiki yake kadoi. Patron anasoma si c'était toi. Bon, akacheka kama akasema basi vile tu ni ya rafiki Fu, ngwani tie yule ya kitanda. Akaiacha yule ya kitanda. Kila sana kumbuka Fu anaangalia pale. Bibi ya patron kumbe alikuwa na complot ya kuua patron. Patron akagonjwa. Bibi akaita daktari. Akaambia ndakupatia $10,000. Mpige shindano ya mai, mshambre. Daktari anatapiga shindano ya mai, anaona kukibambazi. Si c'était toi. Daktari anasema hapana, Mungu huyu mwenye aliandika hii hapa. Anachomola, anatunza ule papa mzuri, papa anapona. Anaambia nilitaka kuua. Bibi yako aliniambia nikuue. Meke kilikuokoa ni ile maandiko pale, si c'était toi. Usinéglige mema yenye uko unatenda. Que Dieu vous bénisse. Simama tuombe Mungu. Weka mkono juu. Munisamee kwa kula wakati. Mimi niko najiendea, nilikia wasalimia. Nani hapa mwenye iko na conflit na kuko mtu wa familia yako usemeshanake naye? Aujourd'hui tu vas être libéré. Fanya hivi. Unaona multitude ya watu. La nuit d'aujourd'hui, il faut appeler la personne. Mpigie simu mwambie I forgive you. Je te pardonne. Pardonne-moi. Nani mwenye iko hapa mwenye iko na péché chéri? Ushashindwa acha. Weka yule. Manake unapimaka acha inarudia, unapima. Uko na péché Benjamin. Unataka samehewa na Mungu, fanya hivi. Vile tunaweka mkono juu na Mungu akusamehe. Akondolo le Benjamin. Fanya mikono hivi, sema kwa jina la Yesu. Tarehe ya leo nasikia sauti yako. Unisaidie nijue kulibere Benjamin wa maisha yangu. Unisaidie nijue kusamehe kila mwali nikosea. Wewe njoo lituma mtumishi wako hapa kumpitia nipate ufungulivu. Je sais bien que mon Joseph est encore vivant. Mon miracle vit encore. Au nom de Jésus, donne-moi la capacité de libérer. Au nom de Jésus, je refuse. Minakataa kufunga watu muroho yangu. Ndaishi maisha yangu bila stress. Katika jina la Yesu. Seigneur, ayez pitié de moi. Sanctifie-moi. Je vais commencer avec toi une nouvelle vie, un nouveau départ. Le Dieu de mon Père soit mon Dieu. Weka mkono juu. I want to bless you. Nataka nikubariki kwa maneno fulani na Mungu atakuweka juu. Bila kubadanganya, je vous aime beaucoup. Et je prêche ici comme chez moi. Mais l'église est... Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Mungu wangu amibariki sana. Mimi najua kila mtu wote anabamba engagement hapa njoo ya kumtumikia Mungu. Mungu astamsabu. Njoo Biblia nasema Mungu ashibaki yake na ndani ya mtu.
Mimi najua kule atakuripa paka, atakurudishia paka d'une manière comme d'une autre. Mimi napenda kukubariki. Amen. Weka mkono wako juu nikubariki. Mungu Baba yangu, katika jina la Yesu, mimi nakushukuru, mimi nakupikia asante kwa sababu mimi najua uko Mungu. Mimi napenda baraka yako ile nashinda bintu vyote, inyeshe kama vile mvula, ikuwe kama vile maflo de la mer, ifuate taifa yako, ifuate mama, ifuate papa, ifuate kijana mwanaume, ifuate kijana mwanamke, ifuate mtoto mchanga na mwenye kuya mtumbo. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Muishi mujiza mjina la Yesu. Muone bila muyaonaka mjina la Yesu. Mufanye bila muyafanyaka mjina la Yesu. Ile mikono yenu mushakuweka juu ichipuke, ifanye bintu binene. Ataka melikuwa isha kukauka, ichipuke katika jina la Yesu. Kyote mikono yako itagusa kiendelee, kyote mikono yako itabamba kiendelee. Ubarikiwe mjina la Yesu, uendelee mjina la Yesu katika Amen.